Kuna kitu nataka nikwambie. Mke wangu, mimi muda wangu ni mchache sana. Nina haraka. Itakusaidia huko chuo unakokwenda masomoni. Nataka kukwambia mwanangu, chunga marafiki wa haraka. Marafiki wa haraka wanaharibu haraka. Sasa mwanangu, usikimbilie makundi. Mimi wakati nasoma chuo, kuna binti nilimjua. Binti huyo alipotea kizembe. Alipotea kizembe mno hadi nikamhurumia. Unasoma sana. Chuo bwana sio kama sekondari huko shule ya msingi. Punguza basi kusoma. Yaani kila nitakapokukuta shule yangu kuna daftari. Utachelewa. Kusoma shule yangu mimi sikushauri, sawa? Hapo unapambana na akili yako. Mambo ya kusoma huko tumeacha nyumbani. Kwa kama tumeacha nyumbani, hapo dada kuja kwa habari za mjini. Mwambie wewe. Unatuna sasa kwa tulivyokuwa hivi dada mjini. Yaani huyo ndo anaitwa mwanachuo. So wewe hivyo. Upo chuchu. Sio nikupendeza. Wewe unajua mtoto wa kike. Kaya bona hapo sia. Eti festia. Kwanza alikuwa piskari show. Kimpeleka tomorrow huko. Mama. Dada huyu kakaa. Kwa shoga yangu umetuelewa ama? Umetuelewa. Kwa hiyo tutashata contact au vipi? Mambo ya kizi shoga yangu yaacha. Sasa mambo ya kushika madaftari tumeacha huko. Kwa sasa hivi tunakuja tunadili na mambo mapya, si ndio? Sasa unalia sasa. Nataka nikuulize. Wewe badilike tu sasa hivi. Kwa hiyo utatuachia contact au? Kama unatumia mtandao gani? Yes. Na wewe tamka vizuri mix Mbona sasa? Tutapeleka tomorrow, tutapeleka wapi waita. Akachangamke kidogo, sio unajua? Maana kapoa poa. Wewe una kiranga? Sio la kiranga bwana. Sasa nitaipata hapa. Mimi nilivyochukua hapa kani si ningemtafuta na ungeipata. Wewe huyu una mambo mengi mimi hata sikuelewi. Sio wewe umezidi. Kwa hiyo yangu. Sema vipi sasa hivi hapa tuondoke naye. Au utaki? Unaionaje? Nikapoa. Hapa twende tunakubadilisha mtoto. Unaonekana mwanamke. Umeganda hapo tafikiri kifucha cha nazi. Twende yangu. Usipoteze muda. Maana pia daftari yako katupe sawa. Sio na beba. Chakula hiki shoga yangu. Wewe tuendaje bwana? Wewe umeshiba sawa. Kwanza atulaki ubwabwa. Tuendaje? Nanitaka
ananitaka, anasema kuna mwingine anaichapa. Kwa majina ni yani nakujua Anaibo kwani bosi konene waka ananitaka, ananitaka, anasema kuna mwingine anaichapa. Kwa majina ni yani nakujua Zego Agwoje waka ananitaka, ananitaka, everybody sing. anasema Anaitwa Yani akiwa na Naiboy, kunaichapa. ananitaka song. Eba tunaanza kama hivi siku hapa ya kibabe, Anasema tunimba gwoje anaichapa. singa. Skiza story my G, tulipatana na huyo manzi IG, ameni DM my G, anataka kuniona saizi. Ai buda why say lie, ati mlikutana naye online. Unasema na kudai, namekuwa kwangu jana all night. Hauniamini cheki Insta, ndo huyo ametuma zake picha, hakuna kitu na kuficha. Ona juzi hadi tukivuta shisha. Uongo, hisi ni AI, hizi picha si umetoa online. We millennial la kudai, anapenda tu Tunimba gwoje, everybody sing. Ananitaka, ananitaka, anasema nini? anasema kuna mwingine anaichapa. Hello, Ananitaka, ananitaka, unamliza baba mtu, anasema kuna unamuuliza mama mtu, anaichapa. unamliza baba mtu. Unabisha nani? Tuende. Na una kitu we unabonga nini? Nonsense. Huyo manzi amedata na mimi, jogo ya shamba hii wiki mjini. Stori za jaba peleka, peleka kwa choo. Tusibishanie mrembo, tafuta wako. Tafuta wako, Brother man unanitusi wala. Si pia wewe umenitusi my guy. unamuuliza mpenzi wako kwa nini unalewa siku hizi. Pia mimi Shuga bibi lako na umepoa. Mwenye ndo namshangaa. Bado hadi vipi? Tumekuja kwa ajili yako, najua tuko tuambie kipi ambacho kinaendelea. Shuga yangu tuondoke. Bado umepoa. Hata kukaa kimya ndio nini? Haya makubwa. Umekuja. Makubwa. Utajijua mwenyewe. Kwa hiyo Zawadi, Yes. kufuatana na kile ambacho umenieleza, kuna vitu kadhaa lazima uvizingatie. Ukipata stress ambazo zinatokana na mazingira fulani, miongoni mwa kitu cha muhimu cha kwanza kufanya ni kuhakikisha kwamba unajitenga na vile vitu ambavyo vimekuwa sababu ya wewe kuwa na stress, sawa? So kama kuna sababu yoyote ambayo ilikuwa inasababisha sasa wewe unakuwa na mawazo, labda wale marafiki, ile chini ambayo ulikuwa nayo mwanzo, yale maisha ambayo ulikuwa nayo, picha ambazo ulikuwa nazo za zamani za marafiki zako, make sure unazifuta, sawa? Kwa nini? Unapokuwa nazo, ukizitazama, kuna some moment zinawezekana baadhi zikawa zina furaha ndani, lakini kwenye zile furaha ukawa kuna baadhi ya vipengele vya machungu. Yes, kwani wewe ukiwa na stress kipindi kama hiki, tofauti na kubaki mwenyewe kwa mpweke, labda ni wewe unafanya kitu gani kingine? Napenda kula sana.
kula sana. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu psychologically unapokuwa na stress, ubongo wako saa nyingine unashindwa kutafsiri kile ambacho kinatokea. Nafikiri kwa leo tuishi hapo Zawadi. Najua kwa sasa una amani kwa sehemu fulani, si ndio? Yes, kwa upata wakati tafakari kile ambacho nimekuambia hapa, then ukiona kuna kitu kinakusumbua, namba yangu nimekupa tayari, sawa? Si ndio? So just call me anytime. Sawa? Basi tutajua. Sasa mwanangu, msomi si yule tu anaingia chuo, bali ni yule ambaye anapambania ndoto zake. Sawa, chuo kuna mambo mengi tamaa. Wengi huwa wanatamani vitu ambavyo hawana uwezo navyo. Mimi na baba yako tunakutegemea na wadogo zako. Kuwa makini mwanangu. Mke wangu, kama nilivyosema mwanzo, muda wangu ni mchache na haraka sana. Maua, zingatia maneno aliyokueleza mama yako.